Naitwa Ndalo Lubunda, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha Pamba Mara Cooperative Union. Hii ni union ambayo inashughulika na zao kuu la pamba, lakini pia na mazao mchanganyiko. Kimsingi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaendelea kutoa pembejeo na Wizara ya Kilimo kwa ujumla kwa wakulima katika zao hili la pamba, na imekuwa ni sehemu ya furaha kwa wakulima. Tumepata vinyunyizi kwa wakati na wakulima wamefurahia kupata zile pembejeo zote kwa ujumla. Mpenzi mtazamaji, kumekuwa pia na changamoto zingine za hapa na pale katika union yetu. Natoa rai kwa serikali. Union ya Pamba Mara iko na madeni ambayo imehalisi ya XMCU. Madeni haya yamekuwa ni changamoto kubwa sana katika kuhakikisha union hii inajipambanua kuendelea kuwahudumia wakulima katika ule uzuri. Nitoe rai kwa serikali yetu tulivu, ambayo ni sikivu, kama kutakuwa na uwezekano wa kuweza kusaidia kuondoa haya madeni na hatimaye kuisaidia hii union kutembea katika issue ambayo iko clean na kuwahudumia hawa wananchi katika hatua zote, kuanzia kule chini mpaka juu. Maana kwa chanzo kilichopo kwa leo, kuangalia issue ya kuweza kulipia kuwahudumia wakulima kwa vyanzo vya kipato vilivyopo katika chama hiki, kunakuwa na changamoto kubwa, kwa sababu kunakuwa na lile deni ambalo ni kubwa sana, ambalo hata kwa mapato haya ya chama kulilipa kumekuwa na changamoto. Maana tumekuwa tuna viwanda vya pamba ambavyo kimsingi havifanyi kazi, au la basi serikali iweze kutusaidia kufufua kiwanda hata kimoja, ili kiweze kutusaidia kuwezesha kulipa haya madeni na hatimaye tuweze kutembea katika uchumi ambao umeinuka, ukizingatia slogan yetu kama ushirika kwamba ushirika ni biashara. Tunafaa kwenda kibiashara ili tuweze kutenda na kuwahudumia wakulima, na wakuwe kibiashara, wakuze uchumi wao na waifurahie serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho, kwa kumaliza, ni waombe wa Tanzania wa mkoa wote wa Mara kwamba wajiunge katika vyama vya ushirika ili waweze kupata huduma kwa pamoja, maana vyama vya ushirika ndio imekuwa suluhu ya kupata vitu, kupata huduma kwa wakulima. Kwa hiyo nitoe rai kwa nguvu zote, na zaidi ya yote nisisitize sana, tumekuwa na benki yetu ya ushirika, benki ambayo imekuja kuwahudumia wananchi wote, kutoa huduma kwa karibu, kupunguza ile hadha ya usumbufu wa koroko ya zile dhamana. Kwa hiyo mkulima anapata mkopo kwa dhamana ambazo ni za kawaida. Kwa hiyo watu tujiunge, tukaribie kufungua zile akaunti za benki, na sisi kama chama kikuu ni sehemu ya kuwafungulia akaunti. Tunawakaribisheni sana. Kwa jina naitwa Baraka Samuel Kiboe, meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika cha Pamba Mara. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii, lakini pia kwa shughuli ambazo tunafanya kusimamia wakulima wote katika mkoa wa Mara. Na wakulima wetu wanajikita sana katika kilimo cha pamba. Na hata sasa hivi tunaelekea katika msimu, umeshazinduliwa juzi kule Bariadi, na tunaelekea katika msimu ambao tunaenda kuanza kununua pamba kwa wakulima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nafasi hii ambayo amepatia wakulima, wanawezeshwa kupata kipato chao kupitia kilimo chao wanachofanya. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho amefanya, kuzindua benki ya wakulima. Kwa sasa hivi wakulima hawana tena shida ya kwenda kutafuta mikopo katika benki zingine. Benki hii imekuja kwa ajili ya kusaidia wakulima katika kujikwamua kiuchumi. Katika mkoa wetu wa Mara, wakulima wengi walikuwa wanahangaika kwa sababu wengi walikuwa wanasema hawana collateral, wengi walikuwa wanasema kwamba hawana mahali pa kukimbilia kwenye kilimo. Lakini tunavyoona sasa hivi benki ya Coop benki imekuja, benki ya ushirika inaenda kuwa ni kimbilio kwa wakulima wote. Lakini pia katika mkoa wetu wengi walikuwa wakitoa mazao kupeleka sehemu zingine, ambayo ilikuwa inakosesha halmashauri zetu kupata kipato. Lakini tunashukuru pia sasa hivi tuna mfumo wa stakabadhi za ghala, ambao ndio Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliongelea jana wa kufungua mkutano wa jukwaa. Tunashukuru kwamba tumefanya mnada miwili katika mkoa wetu, lakini wakulima wameweza kupata fedha ya kulipo kwa haraka kuliko jinsi walivyokuwa wale tunaita mtukati, walikuwa wakinufaika kwa nguvu zao. Lakini kwa sasa hivi tunachokiona kwa minada miwili iliyofanyika kwa choroko, imewasaidia wakulima, wamepata hela kwa haraka, lakini pia pesa imepanda. Wale watukati walikuwa wakinunua kwa shilingi 700 mpaka 800 kwa kilo, lakini kwa sasa hivi tunaona kwenye mnada wa kwanza tulipata
kilo moja ya choroko 1410. Unaona faida ambayo imepatikana hapo. Kwa hiyo yote haya ni juhudi za serikali kwa ajili ya kuinua mkulima. Kwa hiyo katika hili tunapongeza serikali ya Mama Samia kwa namna jinsi alivyofanya kwa wakulima kuinuka. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunakaribisha hata wawekezaji waje katika mkoa wetu wa Mara waweze kuweka viwanda na watapata mazao haya kwa ajili ya kujiinua katika uchumi. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.